Mjambo. Jambo shoye. Mnatafuta nini hapa? Tafuta dhahabu. Mjukuu wangu, dhahabu haitafutwi hivi. Bibi, kwani dhahabu inatafuta vipi? Dhahabu inatafuta kama tunavyotafuta sisi. Mjukuu wangu, si mnatafuta utajiri? Tafuteni njia mbadala. Ni kazi gani hiyo mbadala? Bibi, hapo tuelewesha tujielewa hapo. Basi njoni kwangu niwasaidie. Utatusaidiaje bibi? Wapi? Kipindi hicho sisi tulikuwa vijana wadogo sana, na tuliingiwa na tamaa ya mali baada ya kuonana na yule bibi. Asubuhi palipopambazuka, mimi nilikuwa wa kwanza kwenda kumwamsha Chazi ili tuelekee huko alikotuelekeza. Odi, we Chazi. Karibu. Asante mama, shikamoo. Marahaba, za huko? Kwema. Mbona asubuhi? Kuna sehemu tunaelekea mara moja mama. Mama, shikamoo. Marahaba, umeamkaje? Salama mama. Ndio naamka saizi. Ndio mama. Haya. Chazi yuko muda mwanangu. Haya. Chazi, mama. Baadaye. Haya. Baadaye. Haya. Sama balaya wana luka sama balaya kusimba buganga na kushema mpiti wana luka sama balaya sama balaya wana luka kusimba buganga na kushema mpiti wana luka sama balaya sama balaya wana luka sama balaya Simba muganga na bujema mbichi wana vikati kama bala. Karibuni ndugu zangu. Asante. Najua mmepitia mihangaiko na misukusuko nyingi ya utafutaji. Ndio. Na hiyo utafutaji wenu baada hamjafanikiwa. Ni kweli mganga. Ndio mganga. Hamjafanikiwa kabisa. Lakini kuna bibi mmoja aliwaelekeza. Ni kweli. Kuja kwa Rutego na Tego abantu basaba. Ndio mganga. Na huyo bibi alikuwa sio wa kawaida kama mnavyofikiria nyinyi. Hata sasa hivi mkienda alipowaonyesha haipo hata nyumba hata moja. Hizo ilikuwa kama vile mzimu uliwatokea na kuwaelekeza. Kila mmefika kwangu kwa Rutego na Tego abantu basaba. Shida yenu itaisha na mtatajirika kweli. Tutashukuru sana mganga. Na mtapata mali. Mtakula hadi na wejukuu. Ndio mganga. Hadi na watukuu. Sawa. Tuko pamoja? Ndio mganga. Sama bara ya mwana
kuchema mji mwana ukakita mabalaya. Sasa nawapeni ndagu. Mnakubaliana na hiyo ndagu? Ndio. Nakubaliana nayo? Ndio mganga. Mtatoka hapa. Na mkitoka hapa na mtakutana mtu wa kwanza ambaye ana akili nyingi. Ukisema akili ndogo nitakuwa nimekosea. Ana akili nyingi. Atakuwa na akili nyingi. Sawa mganga. Mshike huyo mtu. Alafu mkafanye naye mapenzi, tuko pamoja? Tuko pamoja? Msiongee njiani. Mkiwa mtatoka hapa msifanye? Siongee. Tekisa mabalaya mwana tukakisa mabalaya. Kusemba kukanga na kuchema piti mwana tukakisa mabalaya. Na mkishafanya hivyo mtakaa baada ya siku 3. Siku ya 4 mrudi hapa. Sawa mganga. Kisa mabalaya wanaruka kisa mabalaya. Kusemba boganga na kushema mpiti wanaruka kisa mabalaya. Mukuru. Mukuru. Chukua. Chukua. Va kichwani. Chukua na wewe. Wa shingoni. Hiyo ni kama kinga ninapoelekea. Tuko pamoja? Wale no mwana, hey wale no mwana, wale no mwana,
Wewe chizi wewe bana. Chazuyo na akili mbovu wewe. Na akili mbovu tusokira uganga. wewe jamani Jozi wewe. Tafuta mali gani huku Jozi wewe? Usharibu ndagu jamangu ni usharibu wewe umeboa kinyama mangu mtu ambao tusiongee tungemkamata kinyachiba mimi nakuelekeza. Ndagu gani? Mimi nakuelekeza mangu tuingizie kule mkamata mcha kimwangu mtoto mwenye amependeza je. Nini? Unasemaje? Mtoto huyu. Umewemwa ukweli yani wewe Jozi wewe kweli. Yani wewe chizi kweli yani kama wewe bogazi. Ajangu mimi nakuelekeza vizuri tu mwangu. Usiona mwangu nini umevaa last ndo last mwangu tushomaliza mchezo tuchako. Hebu fanya kitu kimoja. Wewe mchukue wewe la naye. Mimi nakusubiri hapa. Mchezo ni hamna kila kitu jamangu. Mimi sio kila hamna kitu. Wewe ndo hamna kitu. Wewe ndo hamna kila kitu. Yaani umeharibu kila kitu. Unawezaje ukakubali kulala na mwanaume? Huyu si mwanaume huyu. Tena chizi. Hii ndagu tumepewa jamangu. Ndagu gani? Kutana na rafiki wa kwanza njai. Mtu ambaye tutakutana naye jamani maskini wa Mungu. Si ndio huyu? Ndagu. Yaani ndo mwanaume. Kuna mtu tumekutana naye tofauti na huyu shehe. Nisikilize nikwambie Jozi wewe. Mimi nilitegemea tutakutana hata na mwanamke. Kumbe ni mwanaume. Wewe chizi wewe. Yaani chazi kwa akili zako unafikiria labda mganga atakwambia kwamba utakutana na mtu gani? Ndio. Si alisema mtakutana na mtu. Yaani kama angeongea kwamba mtakutana na mwanaume mlalele mimi ningekataa toka niko kule. Lakini hakutuambia alikuwa tutakutana na rafiki njani alikujua ni nani. Nisikilize nikwambie kitu kimoja sawa. Katika maisha yangu sikutegemea nitatafuta utajiri wa namna hii. Sawa? Utajiri wa namna hii Jozi wewe haupo. Hivyo unaongea nini jamangu? Mimi nilale na mwanaume mwenzangu. Una akili kweli wewe? Umeenda wapi? Nani? Sasa alikuwa wapi uchizi? Sio nimeshaharibu. Hivi Jozi wewe, hivi unarahisisha tu kila kitu unarahisisha tu ndugu yangu. Kaka hii ilikuwa ni ndagu yetu jamangu. Yuko wapi sasa unamuona yuko wapi she? Wewe kilomolomo unaongea tu jamangu kati ilikuwa ni simple tu hapo tunabeba tunaenda kupeleka kule tunamaliza mchezo chapu. Mambo gani haya jamangu unafanya? Sikia nikwambie. Sio uniambie umeshaharibu. Wewe hapo tulikuwa tumkamate kimya tumpeleke. Mambo gani? Hasa Jozi wewe, mimi nitegemea tutakutana na kitu. Hivi kweli Jozi hata kama ni wewe kweli jamangu. Ulale na mwanaume. Mganga hawezi kukuambia. Asa wewe hivi Jozi una akili kweli wewe? Unajisikia lakini unachoongea? Wewe ukumbuki mganga alichokuambia? Unajisikia unachoongea wewe? Ukumbuki mganga alichokuambia? Sikumbuki. Yaani nikumbuke kwa mwanaume. Wewe mwanaume wewe. Sikiza nikwambie. Yaani wewe mjinga siwezi nikalala na mwanaume hata siku moja. Siwezi nikalala na mwanaume hata siku moja. Tena Jozi nakwambia hivi baba. Acha mjinga bana wewe achana wewe. Mwanaume sasa lala na mwanaume. Lala na mwanaume nini? Nakuja kwako. Unakuja kwangu. Unakuja kwangu mimi nakuja kuingia kutuzungumza ndugu yangu. Tunazungumza yapi? Ndugu yangu usiamini. Mimi chizi ndugu yangu nimetokezea ndani. Muda unakwambia hivi, chizi umo ndani. Chizi? Ndio mama. Chizi ndani humo? Mama chizi umo ndani humo. Jazi, na maana nimekutokezea na wewe. Ndio, unaona anapiga kelele hapa. Kofia iko wapi? Kofia. Chizi humo ndani mbona hayumo? Mama umeangalia vizuri hamna chizi humo ndani? Hayumo chizi. Mama umeangalia vizuri? Yaani angalia vizuri ndani hamna chizi. Hayupo kabisa. Yaani hawa watoto jamani. Asubuhi mmepitana hivi na sasa hivi jamani hivi kwa nini nyewe watoto? Jamani hizi kazi sasa. Ingia.
Naomba vitu vyangu. Wewe. Kibaragashia kiko wapi? Kimepotea. Sijui kimepotea hadi. Na wewe. Kiko wapi kitu changu? Nilikuwepo nacho. Tasumbe. Si ndio nashangaa sikioni. Umekeka. Wakati tunatoka nyumbani nilikuwa nacho. Mlikosea masharti. Mlikosea masharti. Na hiyo ndagu ilikuwa inawapenda. Ndio maana niliwafuata hadi nyumbani. Mungemalizia huko nyumbani. Ni nani aliyewaambia mzungumuze? Wewe hapa. Ni wewe. Chanzi. Wewe ndio ulianza kuzungumza. Ndizo acha utani. Mganga huyu ndio alianza kuzungumza na nilikuwa namwambia kabisa kwamba huyu kama nini lakini ndio hivyo akawa anaanza kuzungumza. Jozi. Na wakati hiyo ndagu ilikuwa imekamilika. Tena na ndagu ilikuwa inawapenda sana. Mganga, tunaomba utusaidie tu. Kweli tulikosea masharti. Naomba utusamee sana mganga. Tunahitaji msaada wako. Mtariba yande lichola, mtariba banani, anabane mkoteseka yayuba anabane, mtariba yande lichola, mtariba yande lichola, mtariba yande lichola, banabane mkoteseka, banabane mkoteseka, banabane mkoteseka, banabane mkoteseka, banabane mkoteseka. Hamjui kutafuta utajiri. Au mnataka tule kidogo kidogo? Hamna mganga, tunahitaji utajiri. Kidogo kidogo. Hapana. Au unataka? Unasemaje wewe? Saidia mganga. Alisi mezeka kuku mwana wa bashashi mwana banyanye mbotatire ketu ukabindi kwa baba sompa baba. No bikomplete na baloha na bashashi na baratu. Eba mai wangu baragashi. Sasa na wapatie ndagu nyingine. Na ndagu hii inahitaji jini. Na hilo jini inapatikana kwenye kilele cha mlima. Kilele cha mlima? Ndio. Tawapatieni kifaa cha kulihifadhi hilo jini. Msiogope. Ni hali ya kawaida tu. Mtalihifadhi jini kwenye hiki kifaa. Bali. Shika na wewe. Baada ya kulihifadhi jini hilo, wakati wa kurudi msigeuke nyuma. Na mkumbuke safari hii itaanza kesho asubuhi kabla jua kuchomoza. Na mtakutana na njia mbili. Mwingine apite kushoto, mwingine apite kulia. Tumeelewana? Ndio. Nikiribone tange yayu bakahola basumbawa bakahola basumbawa. Nikiribone tange yayu bakahola basumbawa abasumba bakahola basumbawa bakwaba basu
tumbagela ka utumba nabogere nswagola mereja mureja juka khwabe yakapandike ishikolo ukahole yayo ekanadaye yayo nadaye bana bani bakhwabe ana Nadhani unakumbuka. Sawa. Mganga alituambia tutakutana njia ngapi? 2. Moja kushoto, moja kulia. Mimi nadhani ndio hizi njia. Kwa hiyo unahisi kabisa sehemu usige itakuwa ni hapa. Swa dakta kabisa Chazi. Basi kama ni hivyo, wewe itabidi upite kulia, mimi nipite kushoto. Okay, sio mbaya lakini. Okay, poa. Mimi napita.
Chazi, hivi tumefikaje hapa? Sielewi. Ni maana kwani tulilala? Sikumbuki. Ni maana yale yote niliyoyaona nilikuwa naota au Jezile. Nahisi mauzauza vile. Chazi, Jezile. si mlima huo ambao tumeambiwa? Ndiyo mlima ule. Mimi nisituelekee sasa. Safari yetu itakuwa imefika mwisho. Kabisa. Mimi nahisi kama kuna kitu hakipo sawa kwenye begi. Hakiko sawa? Ndio. Unamaanisha nini? Kwa sababu nahisi kama kuna vitu vinacheza vile. Anto. Kuna kitu nahisi hapa. Kitu gani? Hii itakuwa ni ishara nzuri. Ishara nzuri? Ndio. Kwani ikifaa kuwahi kuwaka kabla? Hapana. Na hii dalili uliona iliwahi kufanya? Hapana. Ndio mara ya kwanza. Ndio mara ya kwanza inaiona. Basi tutakuwa tumefika maeneo husika kabisa ya Chazi. Kama hali imetokea, maana yake acha tujini sidhani kama jambo mbaya. Hebu tufike kwenye kilele cha mlima. Sawa. Lakini tukiwa tuwe makini sana.
Mwanangu unasikia nini? Nasikia nini? Ndio. Marashi makali. Harufu ya perfume. Ndio. Twende.
Fungua hapa. Katatoka kamoshi. Sawa. Hapo kamoshi kakitoka. Ukiona kameelekea, nenda ukachimbe hapo kalipoelekea hapo kamoshi. Sawa. Hapo hapo kamoshi katarudi. Kakirudi uzipe hapa. Sikuamini nilichokiona. Nilihisi kuchanganyikiwa sana. Lakini
Ukweli ndio huo. Nilipata mali, nilipata dhahabu. Mzee, story yako tumeielewa, lakini pia imesisimua sana. Swali langu linaenda hivi, unawashauri nini vijana ambao wanatamani kuwa tajiri kama wewe? Hasa vijana ambao wanatamani kupitia njia ambazo wewe umezipitia ili kujipatia utajiri. Mimi siwashauri vijana wapitie kwenye njia nilizozipitia mimi. Na washauri vijana wapitie katika njia zilizo bora. Akiwa ni Muislamu, aingie kwenye nyumba ya ibada. Akiwa ni Mkristo, aingie kwenye nyumba za ibada. Kwani kuna watu wangapi ambao wametajirika bila kupitia njia nilizozipitia mimi? Wengi duniani. Unaona njia nilizopitia mimi, hata nikisimulia hapa mwaka mzima hatutamaliza hiyo story. Hatutamaliza kamwe. Na waomba tu wafanye ibada kwenye nyumba zao, kwenye nyumba za Mungu. Wakishamaliza kufanya kwenye nyumba za Mungu, watapata tu utajiri. Sawa. Na vipi kuhusu familia ya rafiki yako? Ili kuchukuliaje kutokana na mauti aliyopata? Unajua lazima ikuchukulie tofauti kidogo, kwa sababu alikuwa ni rafiki ambaye mmeshibana na mlienda wote kupambana kuhakikisha mnapata mali. Ili kuchukuliaje kwa mtazamo wa kawaida? Familia ya ile familia, watu wengi zaidi mimi waliniona katika mtazamo tofauti. Wengi walijua nimemuua, lakini kwa sababu mimi ninajua kilichomtokea rafiki yangu, namwachia Mungu. Na niliwasamehe, nilitaka niwashtaki, lakini nikaona nikiwashtaki watanipa nini. Basi nilimwachia tu Mungu, na mpaka leo hivi ninaishi na watu wameshanizoea. Sasa mzee, tumeongea vyote. Vipi kuhusu familia yako? Kuhusiana na mimi, utajiri wangu na familia yangu vinahusiana nini? Tungependa tu tujue, tutoe sintofahamu. Kuhusiana na familia yangu, niache. Chukueni haya mlioyachukua mkayaandike. Lakini ya kuhusiana na familia yangu, haya sitaki niojiwe. Sawa jamaa? Mzee Joziwe, kwanza tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao umetuonyesha kwa siku ya leo, kwa sababu ni watu wachache sana ambao wanaweza wakaeleza vitu ambavyo wakivieleza vinamuumiza kwanza yeye mwenyewe moyoni. Sisi mimi na mwenzangu hapa tukushukuru sana kwa ushirikiano ambao umetuonyesha, lakini pia tunaomba utupe ushirikiano kama tukihitaji tena kukamilisha baadhi ya vitu kwenye story yetu ambayo tunahitaji kuvipata kutoka kwako. Sisi tukutakie tu maisha mazuri, lakini pia Mungu aendelee kukutetea zaidi katika hili, kwa sababu mtu kama umeamua kubadilika na kumfuata Mungu na kuyaacha yale ambayo mwanzo uliyafanya akakuletea shida kama hizi ulizonazo kwa sasa, Mungu akubariki sana pia kusimamie. Sisi hatuna la ziada zaidi ya kukutakia siku njema, na Mungu pia akubariki. Asanteni, na mimi nawatakia kazi njema. Fanyeni kazi yenu vizuri na msiwe na kikwazo. Siku nyingine tena kama jinsi ulivyozungumza, na wakaribisha.